yetu Tanzania. Hakika ule wakati uliokuwa unasubiria kwa hamu sasa umetimu, na ni wakati wa kipindi Aushi, kipindi cha Zumari. Kwa leo Zumari la pulizwa kutoka maeneo ya Mbezi Beach kwa Zena hapa Dar es Salaam. Hapa tunakutana na nahodha wa meli kubwa ambaye aliwahi kuwa mwalimu wa chuo cha bandari Dar es Salaam Maritime Training Unit. Halikadhalika aliwahi kuwa mwingizaji na mtoaji wa meli bandarini kwa kitaalam marine pilot. Sanjari na hayo alistaafu akiwa meneja wa bandari msaidizi. Je, ni nani huyu? Ninayekualika naitwa Jaafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Nyerere na nchi yetu Tanzania kia heri. Salamu nyingi twa yule ambaye ni nahodha wa meli kubwa, halikadhalika aliyewahi kuwa mwalimu wa chuo cha bahari, si mwingine bali ni Captain Gilbert Luka Mokiwa. Captain, furaha kubwa sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani kwako leo. Asante sana. Habari ya Mbezi kwa Zena hapa? Hapa tuko salama na tunashukuru Mungu. Mambo yanaenda vizuri. Ni kweli, bila shaka maeneo haya umepata makaribisho mazuri, kwa sababu si muda mrefu tangu uhamie maeneo haya. Ni kweli, nimepata ukaribisho, sijapata lolote tofauti na kawaida. Vizuri sana. Basi kwa kuanza tu, mtazamaji wetu ngefurahi sana kuifahamu historia yako. Umekuwa nahodha wa meli kubwa, si jambo dogo. Huwezi kupata unahodha bila kukaa darasani si chini ya miaka 8. Hem, tuambie safari yako ya elimu ilianzia wapi, lakini kabla ya hilo ni mzaliwa wa wapi pia, na ulizaliwa na wazee gani? Karibu. Asante sana. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga, kwetu hasa ni Handeni. Lakini masomo yangu sikupata bahati ya kusomea hata mkoani kwa miaka mingi. Nilisoma primary school, nikaenda middle school, nimeisomea Monduli huko Masaini. Na baada ya Monduli nikaenda Dodoma. Dodoma ni sekondari. Baada ya pale nikaja Muhimbili ili nichukue, nikiwa na lengo la kuchukua medical laboratory technician, ambayo nimekaa miezi michache kuanzia Aprili, August, alafu likaja tangazo la kampuni moja inaitwa Eastern Africa National Shipping Line. Hii kampuni kampuni walikuwa ni serikali ya Tanzania, Zambia, Uganda na Kenya. Walikuwa wanatafuta watu wa kuendesha meli, wataalamu wa meli ambao ukapteni, uinjinia na radio officer. Sasa nilipoona lile tangazo mimi nika-apply. Baada ya ku-apply nikaitwa kwenye interview, tukafanyiwa interview Tancourt House wakati huo, na ndio Wizara ya Mawasiliano na Uchukuzi. Bahati nzuri nikachaguliwa. Nilipochaguliwa ndio nikaondoka Muhimbili nikaenda baharini. Okay. Kwa hivyo fani yako, hamu yako hasa wakati upo shule ulisema, bwana, mimi kitaalamu nataka niwe mtu wa maabara, ndio maana ukaenda kusoma fani hiyo ya maabara pale Muhimbili, si ndio? Nilijaza wakati wetu sisi, ukifika form 4 unachagua sehemu za kwenda. Unajaza kwenye fomu tukiita, nimesahau jina, sijui career form au kitu kama hicho, sikumbuki hivi sasa. Lakini unachagua sehemu 3 ambazo utaenda. Mimi nilipenda zaidi upande wa ufundi. Ndio. Na niliweka technical college kama ombi langu la kwanza, nikaikosa. Nikapata hii ya Muhimbili. Okay. Na sikuiona mbaya, ilikuwa ni nzuri. Baada ya kozi ya miaka 3 unapewa mshahara wa 740. Wakati huo ilikuwa ni hela inaweza ikatosha kidogo. Ni kweli. Kwa hiyo nilienda kule, lilipotokea hili nikavutiwa kwenda, kwa sababu hii ilikuwa ina element mnaenda nje, mnarudi, kuna hali ya kujua dunia zaidi kwenye hii ya ubaharia kuliko ningependa. Ingawa wakati huo sisi tunafanya hii Muhimbili,
ilikuwa kozi hii inakuwa rani nchi zote, inatengenezwa nchi zote 3 za community. Kwa hiyo ilikuwa kozi, wakati wa mitihani mwaka huu mnafanyia Dar es Salaam, mwaka kesho mnafanyia Nairobi, mwaka kesho kutwa mnaenda Kampala, inazunguka mitihani na mmeo. Kwa hiyo ilikuwa pia ni kivutio. Kwako hakukuwa na uoga wowote kusema bwana, mimi maisha yangu yatakuwa ni baharini sasa? Ni kweli kabisa. Mjomba wangu alikuwa kwenye Navy ya ukoloni na alifanya kwa muda mrefu, akiitwa Leonard Soa. Alifanya kwa muda mrefu na akastaafu, ingawa yeye niseme sijui kama alifaidi sana baharini, lakini kulikuwa kunampa nguvu. Yule akija, unajua wanaonekana mambo ya baharini wana mshindo kidogo akiingia, lakini mimi sikwenda kwa ajili ya mshindo, nilienda kwa ajili ya kazi. Niliona kuna vingi vya kujifunza. Okay. Na ni vipi hivi ambavyo wewe uliona kwamba nijifunze ili niwe hasa baharia na mweledi katika masuala ya meli? Sawa. Kitu cha kwanza, mimi natoka kwenye familia ya watu wengi. Tuko wengi, tuko 23 kwa baba sisi, na mimi ni wa 9. Kwa hiyo kukaa kuna wengine ambao wanafuata, na kaka zetu wakubwa wamejitahidi sana, ndio waliotusomesha. Maana sisi tumezaliwa wengine baba akishakuwa kastaafu na nini, kwa hiyo wao wametusomesha, na baharini kulikuwa kuna kipato kidogo kizuri. Kwa hiyo na mimi nilipewa moyo wa kusaidia, nikaona huku nikienda na mimi nitaendeleza lile gurudumu la kusomesha wadogo zetu na wengine wote ambao walihitaji msaada kama ule. Ambao baharini niliweza kweli kuweza kupewa uwezo wa kuweza kuwasaidia hawa watu wengine. Ukasoma na masomo ya ubaharia, masomo ya kujua unahodha si masomo ya miaka 2 mitatu, ni masomo ya miaka mingi. Kwa upande wako ulisoma miaka mingapi? Mimi nimesoma zaidi ya miaka 8, kwa sababu niliingia baharini mwaka 70 na nimemaliza masomo na kupata cheti cha unahodha wa meli mwaka 79. Tarehe 2 Julai ndio mtihani wangu wa mwisho wa kuandika. Nilipoandika, alafu kuna mitihani miwili, kuna wa kuandika na kuna orals wa kuzungumza na examiner na anakuuliza maswali, isipokuwa cheti kinaandikwa tarehe uliofanya ule wa kuandika. Lakini orals nilifanya Septemba 79. Kwa hiyo nilimaliza written zote, nikabaki kule kwa ajili ya waliokuwa wanafanya huu wa kusema ni wengi, na zamu yangu ilikuwa ya Septemba. Kwa hiyo ilipofikia zamu yangu nikafanya ule mtihani. Bahati nzuri wa orals majibu unapewa pale pale. Okay. Nikaambiwa nimefaulu, nikamshukuru Mungu, nikasubiri sasa matokeo yatakuwaje ya written ya wa kuandika. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni nahodha Gilbert Luka Mokiwa ambaye tupo naye leo nyumbani kwake hapa maeneo ya Mbezi Beach kwa Zena. Yeye ni nahodha wa meli kubwa. Mafunzo ya ubaharia si lele mama. Kuna wakati unatakiwa kwenda katika kina kirefu cha bahari ili kupata uzoefu na kujifunza zaidi. Rudi nyuma kidogo katika kipindi hiko cha mafunzo cha kwenda kuitambua na kuizoea bahari. Ilikuwaje? Katika kipindi hicho mpaka mwaka 79 nilikuwa ninasafiri kama kadeti na kama ofisa wa chini ya kapteni. Yaani kuna mwenye kiongozi hasa kapteni wa meli. Lakini mwaka 80 kampuni ambayo nilikuwa ninasafiria ya Eastern Africa National Shipping Line, ambayo wenye kampuni ni Zambia chini ya Kaunda, Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere, Kenya chini ya Mzee Jomo Kenyatta na Uganda chini ya Obote. Walienda, lakini baadaye alipokuja kupewa madaraka, alipochukua madaraka Idi Amin, nafikiri pale juu yani wale sasa ndio owners, hata vikao wanakutana wao. Kwa nini?
nafikiri palitetereka kidogo, na kampuni mwaka 80 ikavunjika. Ilipovunjika kampuni, kila mtu akapeleka, sisi tukaleta meli yetu. Mimi nilikuwa chief officer wakati huo chini ya kapteni, tukaambizana meli inaenda Dar es Salaam, haiendi tena ni Mombasa. Tulikuwa na mzigo wa Kenya ambao ulikuwa juu. Ndio. Lakini hii ilikuwa 80 na 77, mnakumbuka kwamba ndio ndege zili community ilikufa 77. Ndio. Na yaliyotokea mengine hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo safari hii ilipotokea hii ya kwetu, tukaona meli irudi moja kwa moja nyumbani kwake, maana kuna poti. Tukaileta Dar es Salaam, MV Jitegemee. MV Jitegemee ikaja Dar es Salaam, na mzigo wa kwanza, kwa sababu ulikuwa ungeshuka Mombasa, jinsi tulivyopakia. Kwa hiyo mzigo wa kwanza ukapakuliwa hapa, ukatafutiwa chombo cha kupeleka Mombasa. Tukapakua mzigo uliofuatilia ambao ulikuwa wa Tanzania wa Dar es Salaam. Nikakaa pale, hii nawapa kidogo historia yangu na nini. Sahihi kabisa. Nikakaa mwaka baadaye, Captain Roy ambaye ndiye alikuwa kapteni na mimi nilikuwa msaidizi wake, ikawa mambo hayakuwa mazuri zaidi kwake, kwa sababu tulikuwa hatulipwi hela. Tumekaa kwa muda mrefu bila kulipwa. Kwa hiyo akalazimika aondoke melini, yani aache kazi. Akaacha kazi, akaingia Dar es Salaam Harbours Authority kama pilot. Na wizara ikalazimika sasa lazima ipate kapteni. Mwanzoni walikuwa wanatafuta kutoka sehemu nyingine na nini, lakini wakashindwa kupata mtu, ikabidi mimi, kwa sababu cheti nilikuwa nacho na nini na meli ninaifahamu, nikapewa kapteni. Ndio. Kwa ukawa kapteni wa MV Jitegemee. Nikawa kapteni wa MV Jitegemee. Nikakaa na Jitegemee wakati huo wote mpaka Jitegemee ikachukuliwa na mtu akanunua hapa hiyo meli. Huyo mtu anaitwa Mohamed Akbarali Rajpa. Kwa hiyo Rajpa akanunua ile meli, tukazidi kukaa hapa. Rajpa akapata wataalamu kutoka Ujerumani ambao walikuja kumsaidia kuongoza meli. Na ikachukuliwa meli ili iende ikapakie mzigo Mozambiki, sukari tani 10,000. Tukaenda Msumbiji, Port of Beira, tukapakia tani 10,000 za sukari. Baada ya kupakia zile 10,000 tani za sukari, kukatokea kitu ambacho ni kigumu kuweza kueleweka. Meli ilisimama pale, hatuelewi kinachoenda. Maana mimi ni kapteni, lakini nikienda na sako ya Msumbiji sipati habari zozote za kawaida nzuri na nini. Kwa hiyo tumekaa tu kama wafungwa. Nini ilikuwa sababu kwamba hakuna mawasiliano, au kipi kilichosababisha kusimama kwa meli? Kusimama kwa meli hakujaelezwa 100% ni nini, lakini baadaye tulikuja kutambua kwamba mnunuzi wa meli Rajpa, jina baadaye la meli imetoka kwenye Jitegemee ikawa Lord Rajpa. Sasa ile Lord Rajpa wakati ule halikukubalika kama jina. Mimi si mwanasiasa, lakini wakati ule ilikuwa ni wakati wa ujamaa, na jina lile halikuwa linaendana na mfumo uliokuwepo. Kwa hiyo tumekaa pale, hatukujua kwamba meli ilikamatwa, lakini tukaja tukaipata habari hiyo kutoka redio ya Afrika Kusini kwamba meli imekamatwa, tukiwa na mzigo wetu huo wa tani 10,000 tumeshapakia, tuko tunasubiri safari ya kwenda Marekani kwenda kupakua mzigo. Kwa hiyo tumekaa pale na tukawa hatuna huduma. Kwa kweli tulikosa huduma. Akaja, kulikuwa na meli iliyokuwa inachukua mzigo wa World Food Program, na kabla meli haijachukua mzigo inatakiwa lazima surveyor aingie acheki meli kama inaweza iko fit kubeba ule mzigo na ni chakula. Sasa walikosa surveyor wa kufanya pale. Ndio na sako ya kule kama ninavyosema, agenti akaja pale melini akasema, kapteni, tunataka tufanyie survey ya hii meli, inatakiwa ifanye hivi. Nikakubali, nikaenda nikafanya survey, nikawapa na cheti. Meli ilikuwa safi, ishasafishwa, iko fiti kubeba ule mzigo.
tukalipwa hela ile, nikanunua mimi maharage, maana ugali kulikuwa hakuna, kwa alikuwa na njaa mbaya sana ndani ya meli hapo. Sasa tuko melini, tuko Beira. Kule kulikuwa hakuna mahindi, hakuna unga nini. Tukanunua maharage gunia zima, ndio tukawa tunapika maharage, na mkienda mkibahatisha maandazi, mhogo, chochote mnakuja tunakula. Lakini miujiza ya Mungu, watu ambao hata hawajaweka ndoana hata mara moja baharini, katosa ndoana. Alikuwa second engineer mmoja, nitamtamka maana simtukani, anaitwa Kisanga. Kisanga kaweka ndoana mara ya kwanza, imekuja na samaki wawili. For the first time ameweka, tukasema ndoana imekuja na samaki wawili. Kwa hiyo tumekaa pale, halafu ikafanyika kesi ya juu ya meli. Sasa mwisho kesi ile walikuja mawakili kutoka Tanzania na serikali, wawakilishi wa wizara walikuja pale. Kesi ilipoisha, iliisha saa 7 mchana Jumamosi. Kipindi hicho chote meli imepaki tu hapo, imepaki na kapteni haruhusiwi kutoka nje. Sawa sawa, ambaye ni wewe, ambaye ni mimi, ila uzuri wale kule walikuwa bado wako kidogo nyuma. Wanajua kapteni lazima ni Mreno. Kwa hiyo mimi nashukuru nilitumia hiyo kitu nikatoka nje. Kwa hiyo mpaka alipotambua 100% kwamba ni mimi, alinitishia kwa bunduki ile, alifanya commandant. Na nikajua kweli anajua kwamba sasa mimi, nikarudi nikakaa, sikutoka tena. Lakini tumekaa, kesi iliamuliwa saa 7 mchana. Baada ya pale kuja kama unataka uandike rufaa au nini, ni Jumatatu. Basi mimi nikaita pilot haraka aje atutolee meli. Pilot hakuja, na Tanzania nao walileta kapteni anaitwa Kwayu, alikuwa Bamaster Dar es Salaam, kuja hakikishe kwamba meli ikitoka inarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo tulikuwa naye, na yeye alishafanya pilot vile vile, anaelewa. Nikamwambia kapteni, tunataka kusema twende tu bwana. Kwa hiyo akanipa support, tukatoa meli. Maji yalikuwa hayako vizuri, maana yalikuwa yana kina kirefu, tunaita spring tide. Ndio. Na ikiwa tide ni kubwa sana, ukitoa meli inaweza ikakusumbua. Si kawaida kwa hakika, mzigo wa tani 10,000 na natakiwa kufanya safari kupeleka mzigo huu Marekani, lakini mnakwama hapa Beira. Upi ulikuwa mwisho wake baada ya kukaa hapa Beira? Ndio, hapa Beira zile tani 10,000 tulizipakia, zikawa melini, tunazilinda kwa ajili ya safari ya kwenda Marekani, New Orleans. Lakini baadaye ikaja oda kwamba mzigo ule tuushushe. Kwa kweli ilikuwa ni hatua, mimi ndio mara ya kwanza ninaiona. Ilikuwa si kawaida. Si kawaida kabisa, kwa sababu katika gharama za uendeshaji wa meli kubwa zaidi ni stevedoring. Stevedoring ni upakiaji wa mzigo na upakuaji wa mzigo na vinavyoambatana. Sasa tukapakua tani 10,000 yote pale, na kuna kipindi mvua ilikuwa inanyesha. Na sasa kama mzigo haunao tena, mmeshaambiwa mtoe jukumu hilo, kwa kweli ziko tani pengine hata 20 zinaweza zikafika, ambazo zinaweza zikawa ziliharibika katika process ile ya kupakua ule mzigo. Ndio. Kwa hiyo tukaupakua ule mzigo, na kwa ajili tuliambiwa lazima tutoke. Hata pilot wa kutuletea kuja kutoa meli hakuja, ikabidi nitoe meli mwenyewe. Lazima itoke irudi Dar es Salaam. Na Captain Kwayu aliyekuja kutoka huko kwetu Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuhakikisha meli na rudi Dar, tulikuwa naye. Kwa hiyo tukaitoa wote kwa pamoja meli, tukaileta Dar es Salaam ikiwa tupu bila chochote. Wakati inaingia sasa katika bandari ya Dar es Salaam, na wakati huo sina shaka skendo ishakuwa kubwa, kwa sababu si tukio la kawaida, mlipokelewaje? Tulipata makaribisho. Makaribisho ya namna gani? Ya tofauti, maana pale feri unasikia watu wakitukaribisha kwa wezi wa meli hao, wezi wa meli hao. Kwa hiyo tulikuja kwa makaribisho kama hayo, lakini hatukuwa na wasiwasi, kwa sababu kwanza sisi wote ni Watanzania. Na pia hatukuiba meli, tumerudi nayo.
Kwa hiyo tuliona tu ni ya kawaida. Sawa, ipi ilikuwa hatima sasa ya meli hii ya Jitegemee na mgogoro huo ama mvutano huo baina ya pande mbili? Na hasa tuliona tangu kwenye mabadiliko ya jina kutoka Jitegemee kuja kwenye hilo jina la Lord Rajpa. Naam. Ndiyo, tuliporudi jina la Jitegemee lilirudishwa melini, meli ikawa inaitwa Jitegemee tena. Kulikuwa na kesi, walifanya kesi huku serikalini, lakini sisi hatukuhusishwa. Mimi sikuhusishwa kabisa, na sidhani kama kuna yeyote aliyehusishwa, maana kama ni melini ni lazima kapteni nijue, ndio pengine mtu anaweza akatoka kwenda kwenye lolote. Okay. Kwa hiyo sana sana tulikaa nangani kwa muda mrefu na meli hivyo hivyo ikiwa haina kitu na nini, kwa ajili wengi ni Watanzania wa hapa hapa, wengi walikuwa wanajihudumia wenyewe tu. Ikaja sasa muda kwamba meli inahitajika iende kwa matengenezo, hiyo Jitegemee, hiyo Jitegemee ikapata meli kibali cha kwenda kwenye matengenezo, kibali iende ikatengenezwe Hamburg, Ujerumani. Kabla ya kutoka, nilimwambia afisa aliyekuwa wizarani anayesimamia mambo ya meli kwamba meli Suez Canal imebadilika, kwa hiyo ninataka chati za kutoka za Suez Canal ya sasa kabla sijafika Suez niwe ninajua. Nikaambiwa sawa, utapata. Kwa kweli ninasikitika, nimeondoka hapa, ni mwisho ninaambiwa utapewa Suez, nikifika Suez tu utapewa. Tumefika Suez, hamna chati, hamna lolote. Okay. Ilikuwa na umuhimu gani kitaalamu hiyo chati? Ndio inayokuonyesha unakwenda. Suez Canal inaanzia Suez, Port Suez mpaka Port Said. Sasa kanali ilikuwa inaunganisha port hizo zote mbili, lakini walipobadili ilikuwa sasa hupitishi Port Said tena, kuna mkondo mwingine umewekwa katikati. Kwa hiyo ukifika hapo katikati unaingia baharini kwa katikati, hupitii tena kule. Okay. Kwa hiyo kama huna chati inakuwa ni mateso makubwa. Kwa hiyo ukifika Suez zile meli zinaongozana, mnakuwa kwenye mstari. Kwa hiyo mimi nikakaa kwenye mstari naangalia ya mbele yangu iko wapi. Ile ya mbele imeenda, nikapitishwa, unapinda unaonyeshwa njia ya ile mkondo mpya. Kwa hiyo nikafuata mkondo ule mpya, nilipopinda pale tulipomshusha pilot. Sasa kazi iliyobaki ni kuangalia meli ina taa moja inaitwa Sternlight. Ni ya nyuma kabisa, nyuma meli. Kwa hiyo unaangalia ile Sternlight na unanyosha meli yako kwenye ile Sternlight mpaka ufike. Nilipofika kwenye sehemu ambayo sasa baharini, nimeingia baharini, pale sina wasiwasi. Okay. Sikuwa na wasiwasi, nikaenda sasa. Lakini meli yenyewe ilikuwa sasa hata hali yenyewe, maana tunaipeleka kutengenezwa, hali yake ilikuwa ni mbovu. Okay. Lakini ninashukuru maofisa wangu wote niliokuwa nao. Chief officer alikuwa Mganda mmoja, Captain Mugalu, na chini Goromba, na wa mwisho ni Kasonso Mtanzania, yeye Kasonso na Captain Mugalu. Bahati mbaya wote hao wawili wamefariki sasa, lakini Goromba yupo Uingereza kwa muda mrefu. Alipoondoka huko alienda akaseto Uingereza. Kwa hiyo tukaenda pamoja na meli, bahati nzuri kafika Ujerumani kwa ajili ya matengenezo. Kwa ajili ya matengenezo, na ilienda under court order kwamba meli isafiri kwenda matengenezoni bila mzigo wowote, na isidivert, isije ikapa kudivert ni kunini kule, isije, Kiswahili safi ni nini? Ndio kuchepuka. Isije ikachepuka ikaenda bandari nyingine. Kwa hiyo tukaenda kwenye misingi hiyo, ingawa misingi hiyo nayo kwa sisi kwa baharini ndio unaweza ikabadilishwa tu vile vile kwa sababu ya kutegemea na hali. Kwa hiyo tukaenda tukatengeneza meli. Baada ya kufika Ujerumani, meli imeshatengenezwa, inataka irudi Dar es Salaam. Akaja World Health Organization. Hii ni naieleza, lakini ni mtihani ambao ndio ni mmoja katika mitihani yangu ya duniani. Huo ni mmoja wapo, na mwingine wa pili pengine nitautamka. Ndio. Imetengenezwa, akaja World Health Program, wanasema bwana kapteni,
tuna tani hapa 13,200 za chakula. Huu ni msaada wa Tanzania, lakini hii granti inaambiwa mnapewa tu, lakini kupeleka, gharama za upelekaji ni zenu nyie serikalini. Sasa meli imekuja, tunaomba tuweke mzigo huu kwako. Hawa walitoka Rome, ndio makao yao makuu. Mimi nimepokea, nikawaeleza, nikamwambia balozi wangu yuko hapa hapa Ujerumani, sijui alikuwa Boni au alikuwa wapi, lakini yuko pale pale Ujerumani. Ndio. Nikamwambia nendeni kwake, atawapa maamuzi haya. Mimi nimekuja na maamuzi ya kutengenezwa tu na kurudi bila hata kuchepuka kwenda popote. Wameenda, wamehangaika, hawakupewa jibu lolote. Mimi nimetuma telex 5, hakuna hata moja iliyoleta jibu. Mwisho tunaondoka sasa, wamekuja wanaambia utafanya kapteni, na wakati huo mimi nami ni kijana mdogo, hata 30 sijafika, ndio naingia 30, imenianzia kule kule. Naingia sasa nifanye maamuzi. Umeambiwa uende bila mzigo, narudi bila mzigo, bila hata kuchepuka. Lakini mwenye command ni mmoja tu, ndio ni kapteni. Wewe ndio mwenye meli, wewe ndio unajua utaendaje na utafikaje nani. Na yaliyonikuta njiani wakati wa kuja yananipa wasiwasi vile vile. Hawa wenzangu tuko pamoja au kila mtu kwake? Mimi nikawaambia watu wale wa tani zile 13,000 kwamba mimi nitabeba mzigo huu, maana mwanzoni ule mzigo ulikuwa pale pale Hamburg. Kwa hiyo ningeweza kubeba mzigo nikaja nao Dar es Salaam bila kuchepuka kuingia poti yoyote. Lakini tumechelewa mpaka mzigo Mrusi kanunua ile mzigo mwingine, tukitaka tuingie tuje tuchukue Belgium, ambayo ina maana tayari umeshachepuka. Kwa hiyo nikatoa yale maamuzi kwamba mimi nitauchukua mzigo ule, nitapeleka Dar es Salaam. Tukaondoka Ujerumani, tukaenda, nikaingia nikaingia Ujerumani, Belgium, poti Ghent, nikaenda Ghent. Nikafunga, wakatoa tani wakapakia zile tani 13,200 pale Ujerumani. Ili upakie tani 13,200 ilibidi mafuta nisichukue mengi, nichukue mafuta ya kunifikisha kule, alafu Suez hapo nipakie mafuta mengine ili niweze kufika Dar es Salaam na niweze kubeba mzigo wote huo tani 13,200. Wakati tumepakia hapo Ghent huo mzigo, tunakuja Dar es Salaam. Sasa tunakuja kufika sehemu moja inaitwa Bay of Biscay. Hali ilikuwa mbaya sana. Nyuma tunaona meli, yani really bad, nyuma inazama meli, tunaona hivi. Kulikuwa na mawimbi makubwa ya bahari. Bahari ilichafuka sana. Bay of Biscay huwa panakuwa ni machafu. Yanakuja matagi ni haya zile ulizosema yale. Ndio. Yanakuja wako ambao kazi yao ni kuokoa tu, lakini ukishaokolewa basi yule anakuwa wanaita maritime lien, anakuwa na wadhifa mkubwa kwenye, ni kama anakuwa ndio mwenye meli mpaka ulipe. Mimi nimekataa kwamba hausinivute popote, ila nimeshachepuka sasa, natafuta poti ya kuingia Ufaransa ili nitengeneze meli. Imepigwa wimbi, tunadude tunaita Stalken derek mkubwa, umekatika kamba, unapiga meli huku na huku kwenye zile derek za kuinulia mzigo. Ikienda hivi linadidimia na list ya degree 29, ilishaenda 29. Inakaribia kuzama. Mnaona kabisa kwamba sasa tunaenda. Alikuja engineer mmoja juu kule, maana ni juu, alisema Jesus Christ, we are not coming back. Nilimwambia harakisha, nenda engine room, hapa kufai. Aliondoka, lakini Mungu alisaidia, tulienda mpaka tukaingia poti Senazea, tukatengeneza meli. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Captain
Gilbert Mokiwa, yeye ni nahodha wa meli kubwa mstaafu ambaye tuko naye leo nyumbani kwake hapa akitupitisha katika mapito ya historia yake. Tupate mapumziko mafupi, mara baada ya mapumziko hayo tutaendelea. Mtazamaji wa kipindi cha Zumari, alikuwa ni mapumziko, natupa nafasi ya kuendelea na kipindi hiki cha Zumari. Nipo na nahodha Gilbert Luka Mokiwa, ambapo yeye ni nahodha wa meli kubwa mstaafu. Tunaendelea. Tumeona namna ambavyo mlipata msukosuko na meli ikahitaji kutengenezwa tena baada ya ule msukosuko. Ilikuwaje? Hapa Ufaransa tulifanyiwa matengenezo tumudu kurudi kuendelea na safari. Sasa tukatoka Port Saint-Nazaire, port hii ya Ufaransa, tukarudi njiani, tukapita kule kule ambako tulitoka. Samahani kidogo, haya matengenezo mlifanyiwa bure? Matengenezo yalilipiwa, lakini tulikuwa na ajenti Ujerumani, na ndio nao wakawa na ajenti pale Ufaransa. Kwa hiyo ajenti anamalizia gharama zote, anafanya yeye. Okay. Kwa hiyo zishafanyika, tukaruhusiwa kuondoka. Tumeondoka, tukaja sasa mpaka tumeenda vizuri, tunashukuru Mungu. Baada ya matengenezo tulirudi vizuri. Mpo na tani zenu? Na tani zetu 13,000. Tunafika tunafika Suez sasa. Karibu na Port Said. Tunaingia ni Suez hiyo, karibu na Port Said, tukatua mahali, tukapakia mzigo. Hapo sasa mlipata fursa ama ruksa ya kupakia huo mzigo au ilibidi? Hatukupata ruksa yoyote, ile uliletwa mzigo ukapakiwa. Nikauliza, huu wa nani? Ila nilipoambiwa ni wa mheshimiwa balozi wakati ule, nikapata nafuu zaidi. Ndio. Tunafika Suez, tukaletwa mzigo mwingine tena. Mzigo wa Suez ulikuwa manyati mawili makubwa, urefu huu, mawili, na daktari Mwarabu kaja nayo, yanakuja Tanzania kuja kufanya cross breeding na ng'ombe wetu. Nafikiri ulikuwa mradi wa kilimo au whatever. Basi zilipopandishwa melini, mimi nami nikasema shukrani. Kwa sababu sasa ni nani anaweza kuleta mizigo? Si wale waliokuwa wameniambia nisipakie, lazima ndio wao wamekwambia upakie, walioleta kwamba nipakie. Kwa hiyo tukapakia ile, tukaja nayo mpaka Dar es Salaam, tukapakua Salmin, kila kitu kilienda vizuri. Na pale Suez tulipofika tulipakia na mafuta pia, kama nilivyosema. Kuna mafuta ambayo kiasi hatukupakia ili tuweze kubeba mzigo wetu wote. Kwa hiyo tukapakia, kila kitu kikawa safi, tukaja tukapakua. Tulipopakua mzigo na nini hapa Dar es Salaam, Dar es Salaam nikapakua. Kwanza walikataa, hiyo ndio matatizo ya kazi. Nimeandika kwamba tushushe mzigo ule mapema. Sisi tumewekwa nangani, ikawa shida, hamna kufanya lolote, sijui nini. Nikamwandikia mkubwa wa bandari barua kwamba kuanzia kesho, nimempelekea note of protest, kuanzia kesho mimi sihusiki kabisa na mzigo ukiharibika au chochote, kwa sababu nimeufikisha salama. Itakuwa ni wewe. Nikamtupia kwamba nimetupia lie hoja kwa bandari, sasa sio kwangu, lakini kwa sababu ni bandarini tunapitia kwa port manager. Bahati nzuri ile barua waliisoma na wakaiona maana yake, tukapelekwa moja kwa moja. Hatukuchelewa, baada ile barua tukafunga, tukapakua mzigo wote, kila kitu kikaondoka. Okay. Tukashukuru Mungu. Nauliza wizarani, hiyo ndio iliyonitoa baharini na keria yangu ikaisha hapo. Nimeuliza wizarani telex 5 za hiki na hiki na nini, walinijibu tena sio kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, who did you expect to hang himself? Ili nihuzunisha sana. Ili nihuzunisha kusema kweli. Safari yako ya kwenda kufundisha na chuo chako cha kwanza kufundisha kilikuwa kipi? Ndio, nilianza kufundisha, chuo kilikuwa kinaitwa DMTU, Dar es Salaam Maritime Training Unit. Hii ilikuwa ni project ya wa Norway
na kwenye bahari kuna sehemu mbili, kuna department mbili kubwa. Moja ni ya manahodha hawa wanaoendesha meli na wanaongoza meli, na ingine ni ya mainjinia ambao wanakuwa engine room ule kuendesha mitambo. Sasa waliokuwa chuo kilipo hivi sasa walikuwa ni mainjinia. Hawa watu wa wa navigation wakati huo tulikodishiwa huku NIT. Kwa hiyo mafunzo ya navigation yote yalikuwa yanafanyikia NIT. Sawa. Tuliendelea kule, lakini chuo hiki kilikuwa kama nilivyosema, ilikuwa project ya Norwegian. Wakati huo tulikuwa na kampuni inaitwa Takoshili. Na Takoshili ilikuwa na meli Mtwara, Lindi na hasa hizo meli mbili. Na wakati huo kufika Mtwara kwa kutegemea Ikwiriri, wakati mwingine inaweza kukuchukua hata wiki. Kwa hiyo walikuwa wanasafiri zaidi na meli. Sasa walikuwa wanaendesha wa Norwegian, lakini ili waweze kupata msaada wakataka wawafundishe na Watanzania wao nao wakae mle kwenye meli wafanye kazi. Kwa hiyo walikuwa wanafundishwa vijana, na ndio iliyofikisha mpaka tukawa na chuo. Okay. Ndio. Sawa. Kwa hiyo ukafundisha kwa muda gani hapa? Mimi nimefundisha 82 baada ya kuacha meli mpaka 86. Mwanzoni nikaenda chuoni Sweden kwa miaka miwili. Kwa hiyo nilikuwa Sweden kwa miaka miwili kuanzia 86 na 87. Nikarudi 88 nikazungumza na principal wa chuo. Wakati huo bado kulikuwa na upande wa navigation na upande upande wa engineer, lakini viliunganika, vyote vilikuwa hapa kilipo chuo hivi sasa. Ndio. Basi nikaruhusiwa kuingia Habars. Nikakaa Habars, lakini mwaka 90 na upiloti. Mwaka 93 au 94 nilirudi chuoni kufundisha nikiwa mwajiriwa wa kulikuwa na mwalimu mmoja wa Norway, Rism, Captain Rism. Alikatisha mkataba wake na wao wakakosa mwalimu. Wakaja wakaandika kwa DG wakati huo Mr. Luhigo, Samson Luhigo, na baadaye wakaruhusiwa. Mimi nilisema sirudi, lakini mwishoni kulikuwa na kanguvu kazito kalitoka mbali. Okay. Ikabidi ukajikuta unarudi tena kufundisha. Nikarudi kufundisha pale kwa kama miezi 6 hivi. Okay. Alafu ndio nikarudi tena bandarini. Sawa. Ulirudi tena sasa bandarini. Ndio. Uliporudi sasa bandarini ulipewa majukumu gani? Uliendesha tena meli kubwa au? Tangu wakati huo nilipokuwa ninaenda kufundisha tena, nilisha ile kuingiza meli na kutoa. Wazungu walikuja kutoka mwaka 93, wazungu wote walitoka. Ndio. Kwa hiyo tukabakia Waswahili watupu. Kwa hiyo nikawa senior harbor master, kiongozi mkubwa wa mapilot na shughuli zote za kuingiza meli na kutoa meli. Okay. Hapa Tanga na Mtwara. Mtazamaji wa kipindi cha Zumari ni nahodha Gilbert Luka Mokiwa, ambapo yeye ni nahodha wa meli kubwa, lakini tunaona katika safari yake hapa akishuka katika meli na kuingia chuoni kufundisha, lakini kwa sasa tayari amerudi tena bandarini akiwa ni miongoni mwa waingizaji na watoaji wa meli bandarini, yani marine pilot. Pengine kwa faida tu ya mtazamaji wa kipindi hiki cha Zumari, hawa marine pilot wanaoingiza na kutoa meli bandarini huwa inakuwaje? Kwa sababu tayari kunakuwa na nahodha anayekuja na ile meli. Sasa hawa inakuwaje kikanuni na sheria wawepo kuingiza na kutoa meli? Sawa, hawa wanakuwepo kwa sababu kule marine pilot kuwepo kuingiza meli ndani anaifanya kwa ajili sheria ina demand iwe vile, na sheria ni sawa iwe vile, kwa sababu huyu marine pilot yuko bandarini pale siku zote, lakini yule kapteni anakuja pale mara moja tu, wakati mwingine pengine tangu azaliwe hajaja ni mara ile. Sasa anaweza akaingiza,
lakini kunaweza kukawa na kitu ambacho kimetokea jana, pengine kuna boti au kuna kitu kimezama mahali pale, yeye hajui. Kwa hiyo mwenye knowledge yote, mwenye elimu ya pale bandarini ya nini chaneli na nini ni pilot. Kwa hiyo ndio maana yeye ni lazima awe pale. Bahati ni mbaya kwa kapteni kwamba hata kama yule pilot akiwepo, akipeleka ile meli akaharibu, tukagonga boya au nini, bado ambaye anashukuliwa ni mwenye meli, sio nini. Na mimi hii ninaifahamu, imenitokea. Nimepata ajali pale feri. Kulikuja meli inaitwa Cosmopolitan Ace. Ilikuwa ni meli kubwa ya magari. Sasa tunaingiza, na nilikuwa na train pilot mwingine mwenzangu, lakini kila kitu kilikuwa kizuri. Wale wakati huo hatuna feri ya kupitisha, ni viboti vile vidogo vinapita, na walipita vizuri kabisa, walishavuka. Lakini wale wanaoendesha zile boti hawana elimu yoyote. Kwa hiyo wameshavuka, akaona lile meli kwa sababu ni kubwa, ameona kama linawafuata wao, akaruka. Aliporuka baharini, na yeye kabeba watu ni wengi, ni asubuhi, vitoto vingine vya shule vinaenda shuleni navyo vikaruka. Ilikuwa mbaya. Nikasimamisha meli, tukaenda tukavuka pale. Tulipovuka, ninakuja nijaribu kuipeleka meli, kuipindisha tuingie kwenye njia yetu, chuma kimeshanasa. Nikamwambia simama, maji sasa yanashuka, mchana maji yatakuwepo, tutaitoa, itaenda vizuri. Ikaenda, lakini ilikuwa ni ajali mbaya. Ni ajali mbaya. Uzuri kapteni alikuwa mtu mzima kidogo, anaelewa, na aliona ambacho pengine kingetokea. Pengine nami ningeshakufa, maana kama tusingezima engine, pengine propeller lingetafuna mmoja au wawili, na lingetafuna ipangejea damu pale, ingekuwa mbaya sana. Lakini hatukuua mmoja, hata mmoja hatukuua. Sawa. Wakati mnaipokea hii meli kuingia bandarini, huwa kunakuwa na viboti vingine vidogo ambavyo vinaonekana kuwa karibu kabisa, na wakati mwingine vikigusa ile meli. Zinaitwaje hizi boti na kazi yake ni nini? Kuna boti mbili zinazotumika. Moja ni pilot boat ambayo inambeba pilot kumpandisha kwenye meli. Sasa ikishampandisha kwenye meli, ile pilot boat inarudi. Kingine ambayo ni ndogo ndogo ni tugboat. Tugboat inapokea meli pale ferry. Kunaweza kukaja tag moja lika standby, likaongozana na meli kwa ajili ya kwenda kuisaidia meli kufunga gatini. Maana meli inaweza ikaenda yenyewe mpaka gatini, lakini kwenda ubavu ili iweze kufiti kwenye gati, haiwezi kwenda mpaka isukumwe na meli. Kwa hiyo inaweza ikasukumwa vile vile bila kufungwa, au atachukua kamba, na mara nyingi atachukua kamba, kwa sababu kamba, ukiwa una kamba, basi unaweza ukasukuma au ukavuta. Kama inaenda kwa haraka, unakaza kamba, mwambie vuta. Kwa hiyo mnaangalia jinsi ya kuifunga meli. Sawa. Nafasi yako ya mwisho kabisa kustaafu ilikuwa ni ipi, na ulistaafu mwaka gani? Mwaka 96. Ukiwa senior harbor master, hiyo niliyosema, Merchant Shipping Act inamfanya senior harbor master kuwa surveyor wa meli za serikali. Sasa mwaka 96 mimi nilikuwa senior harbor master. Kuanzia 93 nilikuwa senior harbor master, na pia 96 nilichaguliwa, nilikuwa member wa bodi ya Sinota. Sinota ni hizi meli zetu, kampuni ya meli ya Tanzania Kwa hiyo nilisurvey meli ya MV Bukoba, ikawa inafanya kazi kule. Niliandika recommendations zilizohitajika tulizoziona katika lakini bahati mbaya ile meli survey mimi nilifanya Februari. Tarehe 30 Aprili meli ikasimamishwa.
waliletwa wa masavea kutoka Belgium, maana meli ilijengwa Belgium. Ndio. Wakaisimamisha meli kwa siku kama 9 hivi. Siku ya 12 meli ikarudishwa tena railway. Ikafanya trip moja ikaenda mpaka Kisumu ikarudi. Hapo kabla ya tukio la kuzama. Kabla ya tukio la kuzama. Ndio. Ilipiga trip moja kwenda Kisumu ikarudi. Ikapiga trip ya pili kwenda Bukoba. Ndio ikapakia watu kuja kurudi kukaribia Mwanza, maana Mwanza ilifika inaonekana imezamia kwa pale nini. Ndio ikapatwa na hilo janga, ikapinduka, ikazama, wengine wakafa. Ndio. Kwenye hili tukio la kuzama kwa meli ya MV Bukoba, wewe lilikukumba vipi? Kulichaguliwa tume ya serikali ya kuchunguza ajali ilivyo na mimi nilikuwa kule. Baada ya muda nikaja nikaondolewa pale, nikahamishwa, nikawa kwenye watuhumiwa. Walikuja watu kutoka Uingereza, kutoka Belgium na nini, sehemu nyingi kuhudhuria hii. Na ilienda tukawekwa ndani. Miezi 3 nimekaa mimi ndani kule Butimba. Lakini kesi imeenda, imechunguzwa na nini na tukaonekana kwamba hakukuwa na sababu ya sisi aidha kuchukuliwa hatua yote. Hakukuwa na hatia, tuliachiwa huru. Kwa hiyo ukastaafu mwaka gani bwana? Mimi nimestaafu 2011. Baada ya kupata huu Harbor Master, baada ya ajali, baadaye tumekaa miaka 7 na miezi 4 nimekaa bila kazi. Nimesimamishwa kazi, that is. Alafu baadaye nikarudishwa kazini. Niliporudishwa kazini nikaendelea na kazi yangu ya usini ya Harbor Master, nikapanda nikawa mkurugenzi wa utekelezaji. Na kabla ya kustaafu nilihamishwa mwaka mmoja kutoka headquarters nikaja bandarini huku kwa makuli wenzangu. Kama assistant port manager. Okay, ulikuwa manager msaidizi wa bandari, yes. Sawa sawa. Ndio nilichostaafu kama. Sawa, tumalize kipindi chetu kwa kutuhadithia na kutueleza eneo ambalo hujagusa kabisa. Tunafahamu na familia, ni kwa namna gani, ni mwaka gani ulipata mwenza wako na pengine maisha yalikwendaje mpaka kupata watoto? Baada ya hii trip na serikali iliyonifanya nikaacha kazi. Ilinikuta mimi bado niko peke yangu. Sijaoa bado. Mtoto nilikuwa naye. Lakini nilikuwa sijaoa. Lakini baada ya kuacha pale nikachukua mtoto safi, nikachukua mama nikaoa, sasa nimetulia tu. Nasubiri tu mambo mengine. Okay. Nimestaafu, niko hapa, lakini wanasema retired but not tired. Ndio. Kwa hiyo nimestaafu lakini sio kwa kila kitu. Nafundisha bado. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Nimechaguliwa, mimi ni member wa bodi ya DMI ya chuo. Okay. Kwa hiyo bado kidogo naendelea. Sawa. Kwa hiyo una mke na watoto wangapi sasa hivi? Mimi nina mke na watoto 4. Okay. Nina wavulana 3, wanaume sasa, maana wa mwisho wa kiume ana miaka 40 na 2 bwana. Ndio. Na mtoto mmoja wa kike ambaye yuko Dodoma. Okay. Anafanya kazi taasisi ya ujenzi. Fani yako sasa hii ya unahodha, kuna yoyote katika watoto wako umemrithisha? Kwa bahati mbaya sijarithisha hata mtoto mmoja. Sikupenda waingie direct kwenye hii ya unahodha. Nilitaka mmoja wao awe naval architecture. Ajenge meli, awe mjenzi wa meli. Lakini niliyemlenga ambaye alikuwa anapenda hesabu kama mimi mwenyewe, yeye hakuzitaka. Hakutaka ile kazi. Alitaka aende kwenye mambo ya kompyuta. Okay. Na nafikiri yuko happy kule, bado anaendelea na mambo yake. Pengine labda kwa faida sasa ya vijana ambao wanafuatilia kipindi hiki na wanatamani fani hii ya ubaharia, wanatamani siku moja aje kuwa nahodha, lakini wengine wanadhani fani hii inaishia tu katika mazingira ya bahari, basi umemaliza. Ipi faida yake hasa? Inalipa? Fani hii ya bahari, mabaharia ni nzuri, na mimi ningependa mtu yeyote ambaye ana mtoto ambaye anaelekea
kwa kweli amshawishi tu aende baharini. Akasomee ubaharia. Kama ni level ya uofisa, akawe ofisa na aendelee. Ni ngumu na ina kero pia, na wakati mwingine mtu unaweza, mimi kwa mfano nikisema upande wangu, mimi nilitapika nikaenda moja kwa moja kwa Captain Seychelles. Tuko Seychelles tu, nikamwambia mimi kazi sitaki, nataka niondoke. Alinijibu ovyo, aliniambia toka hapa, get away. Nani unafikiri alikuwa mterezo tu kwake kwamba ilikuwa ni moja kwa moja tu. Lakini tulipofika Singapore, ile kutapika kuliisha, nilishazoea, nikaenda mjini raha mstarehe. Lakini vitu ambavyo hasa ni muhimu ni kwamba maisha yamenyoshwa, ugumu. Mimi na mwenzangu nilijoin jamaa mmoja anaitwa Captain Magogi. Mombasa tu hapo tuliandika, unajaza fomu ambayo ni wanaita allotment form. Unajaza pati ya mshahara wako, unapeleka kama unataka, unamwandikia yule unayetaka iende. Na sisi kwa sababu tulikuwa bado wadogo, kila mtu tulituma 1000 katika 400, tunalipwa 400, ndio ulikuwa chanzo chetu cha mshahara, shilingi 400. Kwa hiyo shilingi 100 mimi nilimpelekea baba yangu, kila mwezi analipwa shilingi 100. Na baba alishastaafu. Kwetu huko Handeni wako watu ambao waliuliza kule Bomani, maana lazima akachukulie Bomani kila mwezi. Walishangaa, nasema mzee, hii nani anampa? Ilikuwa ni hela nyingi sana. Ilikuwa ni hela nyingi. Kwa hiyo mimi nipeleka 100 kwa mzazi wangu na mwenzangu kapeleka 100 kwa mzazi wake, na hii iliyotosha ilikuwa iliyobaki ilituwezesha kuendelea. Na ukipanda kwa ofisa, baada ya 400 mimi iliyofuata nilipata 240,000 au mshahara uliofuata baada hapo. Kwa hiyo ukiplani, ni nduguzo, ni wanao, ni nani, fees unawalipia na kila kitu unawasaidia, bora tu usimezwe na starehe za baharini, kwa sababu pale melini kuna starehe. Unakaa kwa muda gani baharini? Baharini sana sana umekaa ni mwezi mmoja. Mimi kusafiri kwangu nimekaa sana ni mwezi. Ila ukienda first, tulipokuwa tunaenda first hapa mpaka Singapore tulikuwa tunachukua siku nafikiri sana 10 hivi, alafu inakuja wiki moja mpaka hapa wapi, mpaka kutoka Singapore mpaka Hong Kong siku 5 mpaka wiki, alafu urefu huo Hong Kong mpaka Japani. Lakini katikati kwenye kupakua na nini na kule Japani mnapozunguka inachukua karibu mwezi. Kwa hiyo mkirudi tena ina mwezi. Kwa hiyo ni miezi mitatu. Ukitoka Dar es Salaam hapa leo, baada ya miezi mitatu umerudi tena hapa. Lakini kuna uwezo wa kuweza kusaidia nduguzo. Kwanza hela yake wanaokulipa kwa kweli si mbaya sana, ni nzuri. Na utaona kwa mfano wenzetu ambao hawa wa Filipino ambao mabaharia ni wengi sana, nafikiri ndio nchi ya kwanza kutoa mabaharia duniani. Ile hela ya kigeni dola wanayopeleka kwao wale mabaharia, kama sio namba 1 itakuwa namba 2. Nyewe kachekini, mkienda Google chekini hela wanazoingiza baharia, foreign currency wanaoingiza kwao wale baharia, nyingi, hela nyingi sana, ni hela nyingi. Kwa hiyo mimi nafikiri, na hata sisi unapofanya kazi huishi kwenye bahari tu kwamba umefanya. Mimi nimefanya consultancy ambayo tulifanyia ya IMO, International Maritime Organization, juu ya kuangalia juu ya short courses. Nilifanya kule mwaka 88 baada ya kumaliza Malmo huko shuleni, na mpaka hata gari yangu ya kwanza nilinunua kutoka kwenye hiyo. Kwa hiyo hatufanyi tu ni bahari tu, unafundishwa na mambo mengi ya nje ambayo unafiti kuingiliana na watu sehemu nyingine. Kwa hiyo mwenye nafasi jamani ampeleke, wala asifikiri kijana wake kaenda tu kupoteza muda. Maana mwanzoni mwenzangu Magogi alikuwa mkubwa kidogo, tulipoanza alimuuliza bosi, hii kazi kumbe ya ovyo, kwenda nini tu, huwezi hata kuoa. Lakini mabaharia akapewa jibu la kibaharia vile. Anaambia kama ni kuoa ndio shida yako, basi you are in the right job. Ukifika Hong Kong unaoa, ukifika unaoa. Kwa hiyo ni kazi nzuri. Kusema kweli mimi ningependa vijana waende, ambaye lakini ana lengo hasa, najua
naenda again, anaenda kufanya kitu kizuri. Asante sana na kushukuru sana kwa muda wako Captain. Asante sana. Asante sana. Shukrani. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ndiyo tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nilikuwa naye nahodha Gilbert Luka Mokiwa, ambapo yeye ni nahodha wa meli kubwa mstaafu aliyewahi pia kuwa mwongozaji na mtoaji wa meli bandarini, yani marine pilot, na amestaafu akiwa meneja wa bandari msaidizi. Mimi jina langu ni Jafari Mponda, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha kipindi hiki na kutakia kila laheri na ufuatiliaji mzuri wa yote yanayokujia kutoka hapa UTV Azam TV, burudani kwa wote. Kia heri. Salamu